uliopita. Katika zote mbili naziamsha nia zenu safi, kwa kuwakumbusha mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu, na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu, mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao, watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ya ile kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana hufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuweko mbingu tangu zamani, na nchi pia ikafanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji, kwa neno la Mungu. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Bwana alibariki neno lake. Tunaweza uketi, wapendwa. Pengine tu kwa wapenzi ambao hatujaanza nyuma sana nao, kama pengine brother wangu, kuna kitu tuko tunajifunza, ama kuna somo tuko tunajifunza kuhusu makao ya baadaye ya bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa duniani. Tulikuwa tumeweka ule ubao hapa mbele, lakini kidogo ulikuwa unasumbua. Sasa tukaurudisha kule nyuma, lakini wakati tutahitaji tutaweza kuleta tu. Yani kwa Kiingereza inaitwa Future Home of the Heavenly Bridegroom and the Earthly Bride. Mungu awabariki sana. Kwa maana lazima uwe na picha ya mahali unaenda ndio ikutie moyo. Praise God. Ikikutia moyo utafanya bidii ya kuingia pale. Sijui kama mnanipata vizuri. Unajua tusiwe tu kwa giza kama dini wanafundisha. Tunajua hatujui mahali tutaenda, nasi tumekaa hapo, Mungu mwenyewe ataamua. Hii Biblia imefundisha mambo yote. Imeweka wazi kila kitu. Hata mahali tunaenda imewekwa wazi. Sasa itakuwa ni juu yako ukatae kwenda huko ama ujipange uende. Sasa mnakumbuka Yesu alipokuwa hapa duniani, alikuwa anasema ya kwamba ninaenda kwa Baba yangu na naenda kuandaa makao, na nikimaliza kuandaa makao hayo nitarudi na niwachukue, ili mahali nitakuwa nanyi muweko. Praise God. Si alisema hivyo? Sasa tangu aende imechukua sasa miaka kama 2000 akiwa ako anaandaa hayo makao. Wewe unafikiria ni makao ya aina gani? Mungu awabariki sana. Imemchukua miaka 2000 kutengeneza hayo makao. Na nataka niwaambie ndugu zangu, hakuna makao dunia hii ambayo inafanana na hiyo. Hakuna. Hii mijengo mnaona ni bure. Hakuna vitu bwana. Hiyo itakuwa ni makao ya ajabu. Yale mambo ambayo kama utaweza kuona utashangaa. Mungu awabariki sana. Na nitawasomea, iko tu kwa maandiko hapa. Lakini unajua wakati ambapo watu hawaelewi ni kitu gani wanafundisha, watafundishaje ukweli wakati ambapo hawajapewa ukweli? Ilichukua nabii wa Mungu ambaye alikuja na akafunua hizi siri na akatufanya ili tuweze kuelewa ni wapi tunaenda. Unajua uwezi, kwa mfano baba, wewe unasatoka nyumbani huko unakuja hapa kanisani. Umeeleka kuja kanisani. Na unapofika hapa njiani, mtu anakuuliza unaenda wapi? Alafu unasema hata sijui mahali naenda. Wewe ukiona huyu mtu akikuona, yani mpaka atashuku bwana, na huyu baba mpaka bwana ana shida. Yani hajui mahali anaenda. Sasa basi unaenda wapi? Na kama hujui mahali unaenda, which means unaweza potea bila kujua. Kwa sababu sasa uko unatembea na hujui mahali uko naenda. Lakini tunatakana tuwe na uhakika tuko tunaenda wapi. Na kama hatutaki kwenda huko tuachane. Hakuna haja kuchoka bwana. Lakini kama tuna haja tuweke bidii. Si mchezo sasa. Tunataka tuhakikishe tumeenda mahali ambapo tunakusudia kwenda. Na hapo ni wapi? Ni yale makao ambayo Kristo alienda kuandaa. Inafananaje? Maandiko inaenda kutueleza. Na unajua hii mchezo tuko tunafanya kwa sababu hatujui mahali tunaenda.
na hatujui imekaaje. Mungu awabariki sana. Hiyo ndio unaona tunafanya tu mambo. Yaani unajua huelewi huko unaenda wapi. Lakini kama unaweza kuelewa mahali unaenda, hakuna mtu atasimama mbele yako. Hapana. Utasema lazima nifike pa. Mungu awabariki sana. Na vile vile tuna shida ndugu zangu. Unajua shetani amekuja mpaka ametufunga macho, tunadhani kwamba tutaendelea tu kuishi hapa duniani. Lakini si hivyo ndugu zangu. Tumeona wenzetu wakituacha. Kuna mzee alipita hapa na pikipiki. Huwa anapita hapa akienda kufanya biashara hapa hapo. Hivi sasa tunapozungumza huyo mzee amelala. Hayuko. Ameenda ndugu yangu. Na kama hakuwa amejitayarisha, imekwisha. Imekwisha. Kwa sababu ukifa hutatubu. Ukifa katika hali ya kutokumjua Mungu, itakuwa imekwisha. Na unajua mara nyingi watu wanasema sitamjua Mungu, lakini nataka nikwambie, kama unamjua Mungu, mbona huwezi kumtii? Mbona huwezi ogopa? Mbona huwezi nyenyekea? Mbona huwezi kusikia yale anasema? Unawezaje kusema unamjua na ili yani unaenda kinyume cha kile alichosema? Basi umjui. Mungu awabariki sana. Ninyi mwawe kuona kwamba watu wanaweza kuona na wanaishi lakini wametalikiana? Mwawe kujua hivyo? Watu wako kwa ndoa wanaishi, nyinyi mnaangalia wanaishi tu kwa boma moja, lakini wao wana hali. Hawako katika hali nzuri. Walikataana lakini wanaishi tu hapo. Yaani mkiwaangalia unaona huyo ni mume na mke wanaishi. Lakini watu walikataana bwana. Mungu awabariki sana. Na iko hivyo pia. Kuna watu wanakuja mbele za Kristo. Wanadai Kristo ni Bwana. Lakini hawa watu walikataa Kristo. Na ukimkataa Kristo, Kristo ana shida. Kwani anakufuatilia wewe peke yako ndiye anataka? Hapana bwana. Wewe ukiona hutaki naye anakuacha. Anasema nikaribie nami ni kukaribie. Lakini ukienda mbali, kwani wewe ukimkataa Kristo, nani ndiye ataumia? Kristo ndiye ataumia. Wewe ndio utaumia. Kwa sababu mwisho, upende usipende, hata kama ulikataa mambo yake, unaenda kukutana naye. Na hiyo hakuna ujanja pale ndugu zangu. Hakuna. Hiyo tukatae tusikatae tutakutana naye. Na atakuuliza tu. Si ulisikia maneno yako na mbona ulifura? Mbona ulifanya mchezo? Mungu awabariki sana. Amen. Hata maandiko yanasema kwamba ingekuwa heri kama hungesikia neno la Mungu. Ingekuwa heri. Kwa sababu utachomeka tu, lakini sasa hata kuchomeka kwako ni kwa kweli kwa sababu huko umesikia. Lakini shida ni hii, umesikia. Jamani, na hutaki kufanya vile anataka. Wewe unadhania Mungu atajisikia namna gani na wewe? Ni hukumu kubwa. Mungu awabariki sana. Na wacha niwaambie ukweli, hukumu itaanzia kwetu sisi wahubiri. Sisi ndio tutaanza na hukumu. Hata Biblia inasema kwamba hukumu inaanzia katika nyumba ya Mungu. Na inaanzia kwa madhabahu hapa. Ikienda huko, haianzi huko. Hapana. Kama ni shida zinaingia kwa watu, inaanzianga kwa madhabahu. Mhubiri ameleta mambo ya uongo, amepeana watu wameshika mambo ya uongo. Sio unaona watu wataangamia. Na unadhani amewaambia uongo waangamie, yeye atakosa kuangamia? Kwanza yeye atakuwa wa kwanza. Sababu alipanda mbegu mbaya kwa watu. Praise God. Hiyo ndio nataka niwaambie ndugu zangu nikiwa hapa. Niombee sana. Sitaki ninene mambo yangu. Nataka niwape kile Mungu anataka. Na hata kama itakuwa mbaya kwako, mimi sina shida. Na sitaogopa. Ndugu yangu, lazima tunene ukweli. Truth must be spoken. Lazima iwekwe pale bwana. Hii Biblia msikuandika. Hii Biblia watakatifu, manabii na mitume walipokuwa kiongozwa na Roho Mtakatifu walikuwa kinena mambo ambayo inatufaa sisi. Kwa hivyo kama hatutaki haina shida. Na kama tunataka pia weka bidii bwana. Na mimi najua tukiwa wanadamu, ndugu zangu, kuna kukosea ama sikukosea huko. Kukosea sisi ni wanadamu. Hata ukiangalia kama manabii ambao walikuwa wanaenda mbele za Mungu, wananena na Mungu, lakini walikuwa wanateleza, wanakosea. Sasa sisi tunaweza kukosea. Shetani anaweza kukudanganya. Ulimwengu unaweza kukudanganya. Ukaanza kufanya vitu ambavyo havifai. Lakini achana bwana. Kwani hii itakupeleka wapi? Hakuna badala yangu huko naenda kuungua tu. Chukua neno la Mungu ndugu yangu. Tii neno la Mungu. Hiyo tu ndio biashara tuko nayo.